tumekuwa tukipiga kelele sana kuhusu bwana, tulikuwa na maandamano Oktoba 29, si imeenda imerudi, umeona hem tafakari, tufikiri vizuri. Who do you think alikuwa nyuma ya yale maandamano? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mwana kalam. Karibu tena katika kilinge chetu cha mijadala mbalimbali juu ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika ulimwengu wetu. Leo tuzungumze kuhusu hii blockade ya Marekani. Kwa sasa Marekani amekita meli zake za kivita mahala ambako tunaweza tukapaita ni mdomo wa kuingilia katika Persian Gulf. Huu tunauita ni mdomo wa kuingia katika Persian Gulf. Yes, na amefanya hivi kumkomoa Iran, kumbana Iran, kumfanya Iran akubali yale ambayo Marekani anayataka. Marekani anaamini kwa kufanya hivi atambana Iran afeel maumivu, ahisi maumivu, kwa sababu hapa ambako amekaa Marekani na meli zake ndio mahala ambako meli zinaingia na kutoka katika Persian Gulf. Yes. Kwa hiyo mahitaji ya vitu vingi vya wa Iran yanapita hapa. Yes. Meli za mapipa ya mafuta ambayo yanatoka katika Kag Island ile, umeona, yanatoka Iran yanapita hapa. Kwa maana yake kitendo cha Marekani kuziba hapa, anakuwa amembana Iran kiuchumi. Yes. Yes. Na sasa maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, Iran anaishi vipi? Wa Iran ni watu wana akili sana sana kuliko ambavyo watu wengi wamekuwa wakifikiria, na hili limechangia kwa kiasi kikubwa waweze kupambana na Marekani. They are very smart, super smart. Yeah. Sasa Marekani amekaa kwenye mdomo hapa, umeona, katika huu mdomo ambao ndio geti la kuingilia katika Persian Gulf. Nchi ya kulia kuna rasi ya Oman, alafu nchi ya kushoto kuna rasi ya Oman, nchi ya kulia almost upo mpaka kati ya Iran na Pakistan. Nisikilize vizuri, hapa alipokaa Marekani na meli zake, alipokita nanga Marekani kuzuia mlango ule kwamba hakuna kinachoingia, hakuna kinachotoka. Kushoto kuna rasi ya Oman na kulia almost kuna mpaka kati ya Iran na Pakistan. Sasa hapa alipokaa Marekani, nyuma yake huku mpaka wa Pakistan unaendelea. Kuna pwani ya Pakistan ambayo ni ndefu sana, inarudi kwenda nyuma huko. Huku nyuma kuna bandari inaitwa Godar. Kwa hiyo wakati Marekani kazuia hapa, huku nyuma kuna bandari ya Pakistani ambayo mizigo mingi ya Iran kwa sasa inapita. Yes. Hii bandari inaelezwa kwamba ufanisi wake kwa sasa umeongezeka zaidi ya mara 2. Yes. Kwa hiyo wakati Marekani yuko hapa, huku nyuma shughuli zinaendelea. Na let me tell you this, nikwambia kitu kimoja, Marekani anajua, si kwamba hajui. Ila huu mchezo anaocheza wa kupiga kelele, wa kusimama pale na kuzuia ni sarakasi tu za kutafuta ushindi, aonekane ameshinda, kwa sababu ipo kwenye hali mbaya. Kwa hiyo wakati amefanya blockade hapa, huku nyuma kuna bandari ya Godar ambayo sasa hivi ufanisi wake umeongezeka kwa zaidi ya mara 2. Kwa hiyo mizigo mingi ya Iran inapita huku nyuma. Umeona? Nje ya hii bandari ya Godar ambayo ipo Pakistan, China kuna reli yenye urefu wa kilomita 10,400. Reli inatoka China inakwenda mpaka Iran, inapita Turkmenistan,
inapita Kazakhstan. Yes. Hii reli ni reli ya mizigo. Mizigo imekuwa ikipita huku kipindi hiki chote ambacho kina vurugu, kina mvutano, kina vita between kati ya Marekani na Iran. Umeona? Yes. Kwa hiyo japo inaelezwa kwamba tofauti ya meli zinazopitisha vitu hapa na hii reli huku ni kwamba hii reli haipitishi vitu vingi sana. Japokuwa faida yake ni kwamba inachukua muda mfupi kusafirisha vitu kutoka China mpaka Iran kupitia hii reli. Yes, inachukua siku 15. Wakati meli kwa kawaida huwa inachukua siku 30 mpaka 40. Yes, kwa hiyo reli ya kibiashara, reli ambayo ina treni za mizigo inatoka China mpaka Iran inafanya kazi kwa sasa. Na hii reli Iran na China walikubaliana kuijenga kwa sababu ya vitu kama hivi. Mabwana wa Persian wana akili sana. Wali anticipate kwamba in case huko mbeleni kwenye hizi choke point pakitokea vurugu tunaweza kupitisha vitu vyetu huko. Kwa hiyo Iran at the meantime kwa sasa ana sehemu mbili ambazo anapitisha vitu vyake. Yes, kwa hiyo kuna containers zinapita bandari ya Pakistan ya Gwadar, japokuwa si nyingi sana kwa sababu ya miundombinu ya kusafirishia hii mizigo kwenda katika sehemu mbalimbali nchini Iran, lakini upande wa China ni rahisi zaidi. Kwa hiyo Iran, Marekani si kwamba amembana sana kwa kiwango kikubwa Iran kwa kukaa kwake pale katika ule mdomo wa Persian Gulf. Yes, kwa hiyo nimekuletea ili angalau jaribu kuona kwamba Iran namna ambavyo alivyo smart. Yeah. Sasa nje ya hilo ngoja nikurudishe nyuma. Hii American blockade, hii kitendo cha Marekani kukita meli zake na kuzuia kisingie kitu wala kutoka kitu katika Persian Gulf, kumbana Iran, hii kitendo cha Marekani kumbana Iran kiuchumi through blockade hakijaanza leo. Mnamo mwaka 1953 palifanyika blockade. Hii blockade ilifanywa na Marekani akishirikiana na hodari mwenzie Uingereza. Yeah. Kwa nini walifanya hii? Kabla ya mwaka 1953 Uingereza na Iran walikuwa wanashirikiana katika biashara ya mafuta. Tuiweke hivyo, lakini in reality hayakuwa mashirikiano. Ni kwamba Uingereza alikuwa anafanya ujangili. Yes. Baada ya mafuta kuvumbuliwa Iran, ilikuwa kabla ya mwaka 1909, Uingereza kama kawaida yake, hawa jamani huwa tunawekaga lugha laini na nini, umeona, wameenda wanafanya biashara, wana trade na nini, lakini in reality walienda wakawalazimisha Iran wawe sehemu ya hii biashara ambayo imevumbuliwa ya mafuta pale Iran. Kwa hiyo wakatengeneza kampuni ya pamoja ambayo ilikuwa inaitwa Anglo-Persian Oil Company mwaka 1909 Iran. Kwa hiyo baada ya Iran kufanya uvumbuzi wa mafuta, Uingereza akaenda akasema, bwana, inabidi tufaidike wote, umeona, inabidi niwe sehemu ya faida itakayokuwa inapatikana katika hayo mafuta uliyovumbua. Unaweza kuona namna ambavyo hawa jamaa walivyokuwa wahuni. Huu ni uhuni. Yes, si kitu kingine. Kwa nini uende katika nchi ambayo si yako, sovereign state, alafu ulazimishe watu kwamba napaswa kuwa sehemu ya biashara hiyo mpya mlioivumbua. Napaswa kuwa kufaidika na hicho mlichokivumbua. Umeona? So walitumia mabavu, as you know, umeona, wakawa sehemu ya ile biashara. So mwaka 1909 pakatengenezwa kampuni moja ya pamoja, umeona, ambayo iliitwa
Anglo-Persian Oil Company. Hii kampuni ilikuwa inamilikiwa na Iran pamoja na Uingereza. Umeona Baadaye mwaka 1935 ikabadilishwa jina ikaitwa Anglo-Iranian Oil Company. Yes. Yeah, lakini mwaka 1952 kwenda 53 alikuwa waziri mkuu wa Iran Mohammad Mossadegh akarasimisha viwanda vyote vya mafuta nchini Iran. Umeona, akasema msitutanie, mafuta ni ya wa Iran, watafaidika wa Iran. Umeona, nyinyi katafuteni ya kwenu, mna nchi yenu, mna maeneo yenu, kachimbeni mafuta yenu huko. Waingereza hawakulipenda hili. Yes. Walichokifanya ni nini? Wakakaa chini, Waingereza wakakaa chini na Marekani kupitia CIA wakaanza kuhonga, kutoa rushwa kwa viongozi waandamizi wa serikali ya Iran. Unaona? Wakaanza kuwapa rushwa wale watu wa sabotage, walete shida katika serikali yao. Unaona? Walete mgomo baridi, wagome vitu, waharibu mambo ndani ya serikali. Umeona? Yes. Baada ya hapo au kuishia hapo, mwaka 1953 ulipoingia wakaanza wakafund maandamano makubwa yaliyofanyika mwaka ule. Yes. Ni Waingereza na Marekani kupitia CIA wakatoa pesa nyingi sana kuleta vurugu kupitia maandamano. Umeona? Haya mambo yameandikwa na Wamarekani wenyewe na waandishi wengi wakubwa. Si vitu vya kubishana, yani viko wazi. Umeona? Kwa hiyo Marekani kupitia CIA pamoja na Uingereza wakafund maandamano makubwa yaliyofanyika Iran ili wamtoe bwana Mohammad Mossadegh. Umeona? Nje hapo walienda wakawa wanazishambulia meli za mafuta za Iran ambazo zilikuwa zinasambaza mafuta kwenda sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo kila meli ya Iran ilipokuwa inaonekana ilikuwa inashambuliwa. Umeona? Kwa hiyo hii ikawa imeiumiza Iran kwa kiwango kikubwa. Alafu ukiweka on top of that migomo ambayo ilitengenezwa na CIA ndani ya Iran kwa waparushwa maafisa wa ngazi za juu kabisa wa Iran, basi matokeo yake waziri mkuu wa Iran akawa ametolewa madarakani. Yeah. Kwa hiyo baada ya hapo wakamweka mtu wao ambaye alikuwa anaitwa Shah. Yes. Baada ya kumweka tu mwaka 1954 kampuni ya BP, British Petroleum, ikawa formed, ikaundwa. Yes. Kwa hiyo BP ile uliokuwa unaiona Tanzania, zile sheli nyingi za BP ambazo ulikuwa unaziona Tanzania, matokeo yake alikuwa ni hiki. Mafuta uliokuwa unayaona mengi yanakuja yanakuwa pumped katika hizi sheli zetu kumtaani za BP na nini. Ndio sheli ilikuwa maarufu sana kwa vijana ambao wamezaliwa nyuma, yani kabla ya before 2000, yani 2000 kwenda nyuma, wanalifahamu hili vizuri sana. Yes, hakuna sheli pekee zilizokuwepo Tanzania ilikuwa ni BP, if I'm not mistaken. Yes. Kwa hiyo BP uliokuwa unaiona Tanzania ilikuwa ni matokeo ya uhuni. Mimi naita ni uhuni wa Uingereza na Marekani. Yes, walienda pale wakamtoa waziri mkuu wa Iran. Umeona? Wakamweka mtu wao bwana Shah, then wakaform British Petroleum, BP. Umeona? Mafuta yakawa yanauzwa na nini, so literally mlikuwa mkitumia mafuta ya wizi. Yes. Let's put it that way. Call a spade a spade. Umeona? Yeah, so ikawa hivyo. Kwa hiyo swala la blockade si geni sana kwa Iran. Washali experience huko. Alafu cha mwisho cha kunani, hii si kwa umuhimu sana, lakini ni kudokeze tu. Unajua mwenye tabia ya wizi, unajua tabia ni kama ngozi. Yes.
tumekuwa tukipiga kelele sana kuhusu bwana, tulikuwa na maandamano Oktoba 29, si imeenda imerudi, umeona tafakari, tufikiri vizuri. Who do you think alikuwa nyuma ya yale maandamano? We all know kwamba hakuna serikali ambayo ni perfect. Serikali zetu zina mapungufu yake. Hakuna aliye mkamilifu. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Tunajua Watanzania they are not happy. Kuna vitu hawavifurahii here and there, lakini turudi tujiulize swali gumu bila ushabiki. Tusikae popote. Kaa katikati. Unadhani yale maandamano yametoka wapi? Mimi ukiniuliza based on circumstantial and historical evidences, watu ambao huwa wana orchestrate vitu kama vile ni Waingereza na Marekani. Walifanya mwaka 1953 Iran. Yes. Wali fund haya maandamano makubwa Iran, wali bribe maafisa wa ngazi za juu wa serikali ya Iran, waka sabotage, wakawa wanashambulia meli za Iran. This is their habit. Na hawakuanzia Iran mwaka 1953 na hawakuishia Iran. Wamekuwa wakifanya hivi miaka yote. Tusijizime data. Wakati tunafikiria haya, we should start thinking. Tuanze kufikiri. Hatuna ushahidi wa moja kwa moja, lakini most likely inawezekana wakawa ni wao. Yes, kwa sababu clearly tarehe 8 kama 8 nadhani mwezi Disemba tulimuona kaimu balozi wa Marekani alienda Ikulu. Alienda Ikulu na alikuwa na kikao na rais wetu. Umeona? Yes, so wakati mwingine tukikaa we should also inabidi tuwe tunawaombea viongozi wetu. Sometimes they go through a lot. Wanapitia vitu vingi sana na si kila kitu wanaweza kukisema. Yes, who knows? Unajua nini ambacho alienda kuzungumza na rais wetu yule bwana. Umeona? Yes, na katika yale mazungumzo tulisikia habari ya mali asili. Kuna mikataba ya mali asili nyingi ambazo zimevumbuliwa, zinaenda kuangaliwa na nini. Recently tumeona post ya baadhi ya watu wanazungumza kuhusu mali asili ambazo ni adhimu sana. Tunazo hapa Tanzania kampuni kubwa ya Marekani inahusishwa kwenda nani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tusiviangalie juu. Tujiulize. Hatusemi kwamba walihusika. Yes, hatusemi, lakini we should start thinking, kwa sababu hii tabia wamekuwa nayo. Yaani ni tabia yao. Yes, wakiwa wanataka vitu mahala, they go there, they cause chaos, umeona? Ionekane kwamba serikali haitakiwi na nini, umeona? Vitu kama hivyo. Sasa tusiwe wepesi wa kupoint fingers. Ni fulani ndo amenani, umeona? Sisi kama wana historia, haya mambo wakati mwingine tuyaangalie. Yote yanayotokea sasa si mapya. Yashatokea sana huko nyuma. Hii hali ya kuzuia pasiingie kitu, pasitoke kitu katika ile Persian Gulf, tuizungumze kidogo. Hii kitu lengo lake ni kumbana Iran ili Iran wampe Marekani anachokitaka. Ndio lengo. Hata ile vita uliyoiona inapiganwa Iran, Marekani alikuwa anajaribu kutengeneza pressure kwa Iran ili Iran ampe Marekani alichokuwa anakitaka. Hii hufanywa na Marekani sehemu nyingi sana duniani. Lakini tofauti ni kwamba kwingine hufanyika kimya. Serikali nyingi sana zimekuwa zikiwa bullied. Zimekuwa zikiwa pressured kuwapa Marekani vitu vingi ambavyo wanaitaka. Wamekuwa wakizilazimisha serikali nyingi Marekani kuwapa vitu ambavyo wanavitaka. Yes, na haya yamekuwa yakija na vitisho. IMF imekuwa ikitumika,
njia mbalimbali zimekuwa zikitumika na serikali nyingi zimekuwa hazina namna zaidi ya kukubali kuendana na matakwa ya Marekani. Yes. Kwa hiyo na hili si la kuwalaumu sana viongozi wetu. Nadhani tunahitaji muda wa kujijenga ili siku moja tuwe na uwezo wa kusema hapana. Yes, wakati mwingine si busara kumkatalia mwenye nguvu. Yes, wakati mwingine kumkubalia ndio busara, na nadhani ndio kitu ambacho kinafanywa na viongozi wetu kwa sasa. Hawawezi kumkatalia huyu bwana kwa sababu ana nguvu sana. Iran amekataa, amedinda kwa sababu ana nguvu, ana muscles militarily, economically, umeona. Yes, lakini nchi nyingi zinapitia hiki ambacho anapitia Iran. Haziingii vitani kwa sababu zinakubali. Yes, zinakubali pressure ambayo inaletwa na hawa majangili. Yes, ni majangili because wanachokifanya si kitu kilicho sawa. Yeah, na tunasema muda ndio tabibu wa yote. Yes, naamini siku moja ataisha haya. Siku moja Marekani hata kuwa na nguvu ya kufanya haya ya anayoyafanya, hata kuwa na nguvu za kubuli mataifa mengine ili wampe natural resources, wampe yote anayoyataka. Muhimu sana sana tusiache kuiombea serikali yetu, sababu duniani kuna wahuni wengi, duniani kuna majangili. Kwa hiyo viongozi wetu tusiwasahau kwenye dua zetu. Si kila kitu wanatuambia na uhakika. Kuna mengine wanakaa nayo vifuani, umeona. Yes, kwa hiyo tuwakumbuke katika sala zetu, tuwaombee ili Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, awaepushe pia na hila za mabepari. Mabepari wana hila. Hadi wakati mwingine. Assalamu alaikum.